Natumai mzima mpenzi mtazamaji wa ASAM Online TV. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV ambapo leo wakala wa vipimo Zanzibar ZAWEMA wameadhimisha siku ya vipimo duniani, hafla iliyofanyika katika ukumbi wa ZSSF Kariakoo. Na katika maadhimisho hayo mgeni rasmi ilikuwa ni waziri wa nchi ofisi wa makamu wa pili wa rais Zanzibar, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma. Tukasikilize kilichoongelewa. Mimi ni Rehema Moyo, lakini mhariri picha ni Madina Omar, ASAM Online TV. Kupitia wakala wa vipimo tunaungana na nchi zote wanachama pamoja na wasio wanachama wa jumuiya ya vipimo hapa ulimwenguni ili kuadhimisha siku hii ya vipimo duniani, ambayo kauli mbiu ya mwaka huu ni Metrology Building Trust in Policy Making. When decisions are measured, trust follows. Ikiwa na maana ya sayansi ya vipimo ujenga uaminifu katika uandaji wa sera, maamuzi yanayopimwa, kinachofuata ni imani kwenye maamuzi haya. Ndugu waalikwa wenzangu, kutokana na kauli mbiu ya mwaka huu inatudhihirishia wazi kuwa masuala ya vipimo ni sekta mtambuka ambayo inaonyesha wingi wa shughuli zetu wa kila siku tunazozifanya kukosa kukamilika bila kuhusisha vipimo. Ushahidi wa hilo unaonekana kwenye utungaji wa sera zetu tunazozituma, kwa maana ya utekelezaji pamoja na mafanikio ya sera tulizonazo hupimwa kwa matokeo yake. Kipimo kinachotumika ndicho kinachotoa majibu ya kuwa sera iliyoandaliwa imetekelezwa au haikutekelezeka, lakini kama imetekelezwa ni kwa kiasi gani. Na hapa pia nataka niunganishe na Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, baada ya awamu yake ya mwanzo ya awamu ya 8 ya miaka mitano. Katika awamu ya pili ya uongozi wake wa miaka mitano inayoendelea, amekuja na mwongozo na sheria ambayo inawataka watendaji wote wa serikali kuanzia mawaziri, makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, wakurugenzi wa taasisi na mamlaka mbalimbali kufunga mikataba maalum na serikali, yani performance contract. Kwa kila mtendaji afunge mkataba na serikali. Tunapozungumza serikali ni yeye Mheshimiwa Rais. Kila mmoja atapimwa kutokana na utendaji wake. Kwa hiyo tayari mwongozo huo upo na wakati wote utashushwa kwa makatibu wakuu kwa ajili ya kusaini katika kutekeleza majukumu yetu. Sasa hii inatudhihirishia yale yote ambayo mlioyazungumza watu wa mada pamoja na shekhe wetu. Unapozungumzia vipimo sio kwenye biashara tu na afya, lakini hata katika utendaji wa kazi. Mheshimiwa Rais wetu na yeye tayari ameshatutengenezea kipimo kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli zetu. Kwa maana hiyo, Mheshimiwa Rais anataka matokeo makubwa zaidi ya utendaji kuliko haya ambayo tunaendelea nayo sasa hivi. Kwa hiyo niungane na wenzangu ambao waliosema kwamba bila ya vipimo basi hatuwezi tukafanikiwa kiutendaji, lakini vile vile kupima uwezo wetu katika utendaji. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais na yeye ameungana na sisi katika kutekeleza hilo kama nilivyoeleza. Ndugu waalikwa wenzangu, siku hii ya vipimo ulimwenguni, yani World Metrology Day, iliasisiwa mnamo tarehe 20 Mei ya mwaka 1875 huko Paris jijini Ufaransa, ikiwa na madhumuni ya kuyafanya mataifa 17 yaliokutana na kuingia katika makubaliano mahususi
yakihusisha hizo nchi 17 kutoka bara ya Ulaya pamoja na Amerika kuwa na kipimo cha aina moja katika kubadilishana kwa bidhaa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, ili kujenga uwiano kwenye kipimo kitakachotumika. Napenda kutoa wito kwa wafanyabiashara wanaotumia vipimo kuendelea kutoa mashirikiano katika kuhakikisha vipimo vyao wanavyovitumia vinakuwa sahihi na kuwasilisha kwa nyakati za ukaguzi, lakini pia kujenga utamaduni wa kutaka kujiridhisha iwapo bado vinaendelea kupima kiusahihi kila baada ya muda bila kuwasubiri wakaguzi wa vipimo kupita katika maeneo kwa wakaguzi na biashara zao wa kawaida. Lakini pia nitoe wito kwa wananchi wote wa Zanzibar na Watanzania kwa jumla kuhakikisha kwamba vipimo vinavyotumika katika kupimiwa vina sifa zinazokubalika katika matumizi yanayotakiwa, kwa kuangalia alama za ukaguzi zinazowekwa mara baada ya kukaguliwa kwa vipimo hivyo, kama ilivyoelezwa kwenye mafunzo tofauti yanayotolewa na wakala kwa jamii. Kama unavyojua Mheshimiwa Waziri, Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, majukumu yake makubwa ni kusimamia uimarishaji wa viwanda kwa kutenga maeneo maalumu ya viwanda, ambayo kwa sasa tuna maeneo mawili makubwa ambayo tunayaendeleza, likiwemo eneo la Dungazuze pamoja na eneo la Chamanangwe. Maeneo haya tunaendeleza kwa kuwekeza miundombinu ambayo wale wawekezaji wa viwanda watakapofika pale wasiwe na shida ya kuyafikia maeneo hayo na kuweza kufanya uwekezaji wao. Na kazi ya pili kubwa ni kusimamia masuala ya biashara. Kama unavyoona taasisi zetu zote, kila moja inajieleza kwa upande wake. Ukimwangalia Zawema ana kazi yake katika biashara, kwa sababu hata ukisema vipimo vya afya, bado kuna afya kama ni public service, lakini wengine pia wanafanya biashara ya afya. Kwa hivyo wanafanya biashara kutoa huduma za afya. Ukimwangalia ZBS anasimamia viwango, kwa hivyo ni muhimu katika biashara. Ukimwangalia ZFCC, yeye ni tume ya kumlinda mlaji na mtumiaji, asipewe feki, asidhulumiwe, ili kila kitu kiweze kwenda sawa, pia na kuweka zile bei elekezi. Ukimwangalia BLRA anasimamia leseni na tozo, ili kupunguza utitiri wa tozo kwa wafanya biashara na baadaye kuwalinda wananchi wote kwa ujumla, kwa sababu utitiri wa tozo unaweza ukasababisha pia bei za vitu kuwa kubwa na baadaye ile burden yote inaangukia kwa watumiaji wa mwisho. Ukiwaangalia Kosoza BPRA, yeye huyo ndo anawazaa wafanyabiashara wote, na Kosoza yeye anasajili zile haki miliki. Kwa hivyo taasisi za wizara hii zote zina umuhimu wake. Kuna shirika la biashara kushoto kwako Mheshimiwa. Shirika hili limepewa jukumu la kusimamia zao letu la karafuu kwa sasa, lakini pia linaweza likajiengage katika biashara nyingine kama pengine lilivyokuwa zamani, lakini zamani kulikuwa na monopoly na baadaye tulifanya decentralization ya biashara na kutanua ule wigo kwa kuruhusu private sectors kuingia kwenye biashara, lakini hata yeye anaweza akatanua wigo na kuweza kufanya vizuri zaidi katika sehemu hiyo. Lakini kwa sasa zaidi tunaangalia zao letu la karafuu na kuwainua wakulima katika kuzinunua karafuu kwa bei nzuri na wao waweze kupata maslahi mazuri. Kwa hivyo taasisi za wizara hii zote kwa umoja wake zikifanya kazi kwa pamoja ndo zinakuza na kusimamia biashara pamoja na ukuaji wa viwanda. Kupitia siku hii ya tarehe 20 Mei ya kila mwaka, taasisi zote za vipimo katika mataifa mbalimbali duniani huungana pamoja na kuiadhimisha siku ambayo ilipelekea kuiunganisha dunia kwa kuwa na vipimo vya aina moja, kulikopelekea kurahisisha kwa ufanyaji wa biashara kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, ndugu viongozi wa serikali, wageni waalikwa pamoja na wote mliohudhuria, itakumbukwa kuwa matumizi ya vipimo katika biashara na historia kubwa huko tunakotokea. Kabla ya matumizi ya vipimo tunavyovitumia hivi sasa,
Karibu kila nchi ilitumia vipimo vyake vya kiasili katika urahisishaji wa biashara. Ukuaji wa teknolojia ulipelekea kubagua baina ya vipimo vilivyo rasmi na vile ambavyo vilijulikana kama vya kienyeji. Zanzibar tukiwa sehemu ya dunia hadi kufikia mnamo miaka ya 80 tayari tulikuwa na vipimo rasmi ambavyo vikifahamika kama ratili kwa kipimo cha uzito kikiwa katika Imperial Standard of Measurement. Lakini pia tukiendelea na matumizi ya vipimo vyetu vya kienyeji kama vile pishi na kibaba, vipimo ambavyo hadi leo vinaendelea kutumika ndani ya Zanzibar kwa aina ya biashara na uasili wake. Mifano ya vipimo vya Imperial Standard of Measurement ni kama kipimo cha pound kwa nchi ya Uingereza, kipimo cha ounce kwa nchi ya Marekani, pamoja na kipimo cha chin kwa nchi ya China. Sheria namba 4 ya mwaka 1983 iliyotungwa kwa ajili ya kusimamia masuala ya vipimo hapa Zanzibar iliutambua mfumo mpya wa kimataifa wa upimaji na kuifanya Zanzibar ikiwa ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuachana na Imperial Standard of Measurement na kuingia katika matumizi ya International System of Unit kulikopelekea kuanza kutumika rasmi kwa matumizi ya kilogram kwa uzito, mita kwa urefu, lita kwa ujazo pamoja na vipimo vingine. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa, hadi kufikia leo tayari imepita miaka 151, takriban karne 1.5 tokea kuasisiwa kwa matumizi ya kipimo cha aina moja mnamo mwaka 1875. Kwa historia hiyo inatosha kuonesha kuwa masuala vipimo hawezi kukwepeka kwa namna yoyote katika maisha yetu ya kila siku hadi dunia itaisha. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na waalikwa, masuala ya vipimo ni miongoni mwa sekta mtambuka, ingawa sheria namba 6 ya mwaka 2020 iliyoanzisha wakala wa vipimo imeelemea zaidi kwenye sekta ya biashara, lakini kutokana na miongozo ya kikanda na ya kimataifa kwenye usimamizi wa masuala ya vipimo imetoa mwanya kwa taasisi za vipimo kuingia katika masuala ya vipimo vya vifaa tiba, vipimo vya kiusalama pamoja na vipimo vya kimazingira. Kwa kuliona hili, ndio maana kwenye maadhimisho ya mwaka huu wakala vipimo ulikuwa na wiki ya vipimo iliyoanzia kuanzia tarehe 14 Mei, ambapo tulitumia nafasi hiyo kwa kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Afya kuzihakiki mizani zinazotumika katika kupimia wagonjwa, wajawazito pamoja na watoto wachanga mahospitalini. Katika maadhimisho hayo, lakini pia tulipata kumsikia mgeni rasmi Mheshimiwa Hamza Hassan Juma akitoa wito hususan kwa wafanyabiashara kuwa makini na mizani zao ili kuondosha ule mganganyiko wa kudhulumu kati yao, lakini pia na wanunuzi. Mimi ni Rehema Moyo, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar, ASAM Online TV.